Katika kipindi cha siku 12 cha vita baina ya Iran na Israel, mji wa Bat Yam ulioko nchini Israel umekuwa kama Gaza baada ya mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya Israel. Gazeti la Israel la lugha ya Kiebrania limeripoti kuwa mji wa Bat Yam katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu Israel sasa unafanana na maeneo yaliyoathiriwa na vita ya ukanda wa Gaza baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya utawala wa Israel. Kupitia gazeti la Kalkalisti limeripoti kuwa kwa mujibu wa data mpya, watu wasiopungua 18,000 wamehamishwa kutoka katika nyumba zilizolengwa na mashambulizi ya makombora ya Iran. Kati ya idadi hiyo ya watu 12,000 wamehamishwa mahotelini na waliosalia wamepatiwa makazi katika nyumba za kupanga. Wachambuzi wa mambo wameeleza kuwa miji minne ikiwemo Bat Yam, Tel Aviv, Rehovot na Ramat Gan imeharibiwa pakubwa na mashambulizi ya makombora ya Iran, huku uhaba mkubwa wa nyumba ukiwakumba walowezi waliokimbia makazi yao. Brot, meya wa mji wa Bat Yam, amefichua hasara na uharibifu mkubwa uliosababishwa na mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya mji huo. Meya huyo ameendelea kusema kuwa shambulio la siku moja la Iran limesababisha uharibifu mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika ardhi zote zinazokaliwa kwa mabavu, si tu huko Bat Yam. Makadirio yaliyofanywa yanaonyesha kuwa uharibifu uliosababishwa na makombora ya Iran utapelekea kupanda kwa bei za nyumba kwa muda. Utawala wa Israel umetekeleza mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia tarehe 13 mwezi Juni na kuungwa mkono na Marekani na kuwaua makamanda kadhaa wa ngazi za juu wa jeshi, wanasayansi na raia wengine kadhaa na wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Siku hiyo hiyo, vikosi vya walinzi vya Iran vikiongozwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vilianzisha operesheni kubwa ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala huo wa Israel katika kile walichokiita ni operesheni ya Ahadi ya Kweli nambari 3, ambapo Iran ilitumia makombora kadhaa ya kisasa ya kizazi cha 5 kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo la Israel na kusababisha uharibifu mkubwa wa baadhi ya makazi katika taifa hilo la Kiyahudi. Hata hivyo, ni Israel iliyofanya mashambulizi mazito katika vinu vya nyuklia vya Iran na kusababisha changamoto kubwa, ambapo inadaiwa kwamba sasa Iran imeingia katika nafasi nyingine ya kuanza kufanya maboresho ya vinu vyao vya nyuklia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.